tumkadirie Mungu. Kwa hiyo ikiwa ni kumbukumbu, katika uhalisia sio leo kwamba Yesu ndio alizaliwa. Hapana, tunakumbuka, ni kumbukumbu, ni alama ya ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Ni alama nini? Ya ukumbusho, na ni tangazo la Mungu kwa wana wake, kwa watoto wake, kwa wale watembeao na kulitunza agano, kwa wale waishio katika njia na sheria za nani? Za Mungu, kwa wale ambao wapo katika tumaini, wakitegemea na kujua kwamba unabii wa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mara ya pili unafanyaje? Unaenda kutimia, kwa sababu agano jipya limebeba mambo makuu mangapi? Mawili. Limebeba sheria za Kristo na limebeba unabii wa ujio wa mara ya pili wa Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kupitia yeye amesema, nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, naye yupo akituandalia makazi, ili tamaa yake ya kuwa pamoja nasi katika ufalme wa Mungu uweze kufanyaje? Kutimia. Anasema mahali nilipo nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujio wake wa mara ya pili ni moja pia kumbukizi ya siku hii ya Christmas, kwamba Kristo Yesu kama alikuja katika ujio wa kwanza, basi hakika hata unabii wa ujio wa mara ya pili utafanyaje? Utatimia. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo leo wana wa ufalme duniani kote wanakaa na kutafakari mahusiano yao na Bwana, mahusiano yao na Kristo, mahusiano yao na lile agano. Je, matendo yako yanaenenda sawa sawa na agano? Je, mienendo yako iko sambamba na nini? Na lile agano. Kwa hiyo unapokaa na kufurahia na kusherekea, moyoni unakuwa na uhakika ya kwamba agano limeweza kulitunza, na kwamba pale atakapokuja kwa mara ya pili atakuta nini? Atakuta imani. Bwana Yesu asifiwe.